Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club leo wameandika historia mpya ya kuweza kufuzu katika fainali ya michuano ya CAF kombe la shirikisho barani Afrika kwa mara ya kwanza. Wanakuambia hii ni rekodi ya kwanza kwa timu ya wekundu wa Msimbazi Simba tokea ilipoanzishwa, wanafanikiwa kufuzu katika hatua ya fainali. Sasa msemaji wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba, Haji Sande Manara, hakuonyesha na wala hakusita kutoa pongezi kwa timu ya wekundu wa Msimbazi baada ya kufanikiwa kufuzu katika hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Ukumbuke ya kwamba moja kati ya watu ambao walitumikia Simba kwa muda mrefu kidogo, lakini pia moja kati ya watu ambao wameitengeneza Simba, lakini pia wameweza kuitengeneza tasnia ya usemaji hapa Tanzania, mtu mwenye mwemwe zake ambaye alipendwa kwelikweli na wana Simba na yeye akaipenda Simba, ni Haji Sande Manara Bugatti. Baadaye akitumikia katika timu ya wananchi Young Africans akiwa kama msemaji wa huko, na sasa hivi tunaamini ya kwamba ni mwanachama wa huko. Sasa kwa hiki ambacho kimetokea leo, Manara amesita kukaa kimya. Ameona afunguke na amwage sifa nyingi kwa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Manara amesema, naipongeza timu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kwa kufanikisha na kutimiza ndoto yao ya kucheza fainali kombe la shirikisho barani Afrika, kombe la CAF. Ndoto ya Simba tokea nikiwa msemaji wa klabu hiyo, ndoto yangu ilikuwa ni kuiona timu moja ya Tanzania, ama kwa kipindi hicho nikiwa kama msemaji wa Simba, kuiona Simba inafikia katika mafanikio makubwa katika soka la Afrika, inafikia katika hatua kubwa za michuano mikubwa ndani ya Afrika na kutoa kikombe cha kombe la shirikisho barani Afrika. Manara anakuambia kwamba tokea akiwa Simba, ndoto yake ilikuwa ni kuiona Simba inafikia katika hatua kama hizi za kucheza katika hatua za fainali michuano ya CAF. Na sasa hivi imetimia. Sio kitu cha kawaida kumuona Haji Manara akisifia kitu tena ambacho kwa muda huo hashabihiani nacho, yani hana muunganiko nacho. Hilo ni jambo nadra na huwa hatumuonagi hivyo. Ukimuona Manara na kupa sifa ujue kuna kitu ndani yake. Lakini ukumbuke ya kwamba wapo ambao wanazungumza na kusema ya kwamba huenda Haji Sande Manara Bugatti bado atakuwa na mahaba na mapenzi na wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu ni klabu yake ambayo imemlea na kumtoa, na hata kuondoka kwake ilikuwa ni baina ya biashara, yani baada ya kuona ya kwamba huku nini akaamua kuingia upande wa pili. Kwa hiyo wapo ambao wanaamini ya kwamba Haji Sande Manara Bugatti bado ana mapenzi na Simba, ila tu kutokana na Young Africans analipwa mshahara na GSM, hana cha kufanya sasa hivi. Lakini wapo ambao wanakuambia ya kwamba sasa hivi hana mapenzi na Simba. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa sana. Lakini kwa hichi ambacho amekizungumza leo baada ya Simba kufuzu katika hatua ya fainali shirikisho Afrika na kuipongeza Simba, mtu wa Yanga yani aipongeze Simba tena, ambao tunaamini ya kwamba ndani ya Simba hakutoka vizuri, basi huenda Manara atakuwa kweli na mapenzi na wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu sio jambo la kawaida. Haji Manara ni moja kati ya watu ambao wana nguvu kubwa mno katika mpira wa Tanzania, na kipindi yuko Simba alisema hivyo. Sasa hivi atakuwa kidogo kwenye majuto. Simba inafuata mafanikio na pengine anaweza kutoa kombe la shirikisho Afrika akiwa hayuko ndani ya timu hiyo kongwe, na timu hiyo ambayo wanakuambia kwamba ni giant wa mpira wa Tanzania katika anga za kimataifa. Sasa pamoja ya kwamba anasifia, lakini anaumia kwamba mimi nimeondoka Simba bado na mapenzi nayo, wanafikia mafanikio haya wakati mimi sina chochote niliwahi kukipata ni ya Simba. Hayo ni baadhi ya mawazo tu, lakini kubwa zaidi ni wekundu wa Msimbazi wamefanikiwa kuandika historia yao kwa mara nyingine tena, historia ambayo watani zao waliweza kufikia msimu wa mwaka juzi na wakawananga sana Simba kwamba wao ni mwaka robo. Sasa msimu huu na wao wamefanikiwa kufika hatua ya fainali. Ukiangalia Simba katika mchezo wa fainali, unaiona kabisa kombe la shirikisho linakuja hapa kwetu Tanzania. Ukiangalia Simba na namna ambavyo mchezo wa fainali unakwenda kuchezwa, unaona kabisa Simba wana nafasi kubwa ya kutoa kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu, kutokana fainali inakwenda kuanziwa ugenini. Yani finali inakwenda kuanziwa ugenini, na shughuli Simba anakuja kumalizia katika uwanja wake wa kijidai katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo wengi tuna
tunafahamu Simba ikiwa katika uwanja wa Mkapa huwa inakuwaje, na ndio maana watu wengi wakiangalia wanaona Simba njia nyeupe kuchukua hii kombe, kwa sababu Simba kwa Mkapa kuna namna ambavyo wapo wanakwambia ni tanuri la moto, kwa Mkapa hatoki mtu. Stellenbosch leo mambo hayakuendea vizuri, lakini kocha David naye amefanikiwa kuandika historia akiwa na klabu ya Simba. Kocha ambaye wengi wanakuambia kwamba alivyokuwa na kitambulisho ndani ya Simba, wengi walimchukulia kama ni kocha ambaye ni wa kawaida, kocha mdogo, lakini amepata mafanikio na amekuza CV yake akiwa na Simba. Akitoka Simba na uwezo wa kupata kazi sehemu nyingine yote katika klabu yenye ukubwa wote ndani ya Afrika, kutokana na CV nzuri ambayo ametengeneza ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Simba walikuwa wanasema ya kwamba wanatengeneza kikosi. Mara nyingi tulikuwa tunasikia hivyo kwamba bwana, msimu huu tunatengeneza kikosi. Hata wachezaji ambao waliwasajili wengi waliwachukulia kwamba ni wachezaji ambao hawana uzoefu mkubwa katika michuano ya kimataifa, lakini mambo yamekuwa tofauti. Pamoja ya kwamba wachezaji ambao walisajiliwa hawana uzoefu mkubwa katika michuano ya kimataifa, lakini wamefanikisha kuitetea nembo ya Simba na kuweza kutoa na kuweza kufika katika hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika, na kuna nafasi pia ya kuweza kufanya vizuri pia kwenye ligi ya MBC. Na mpaka leo hii unamuona Haji Sande Manara kusema ya kwamba Simba na wapongeza, mmefanya jambo kubwa sana, mmetimiza ndoto yenu, lakini pia mmetimiza yale maneno ambayo niliwahi kuyazungumza miaka ya nyuma nikiwa msemaji ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa Haji atakuwa anafurahi au Haji atakuwa anaumia? Maana kuna baadhi ya wananchi mashabiki wa Yanga leo hawatapata usingizi baada ya kuona ya kwamba rekodi yao ambayo walitengeneza au waliifikia mwaka juzi, Simba naye ameifikia. Yani wao walikuwa wanajinasibu ya kwamba wamevaa medali ya kafu. Simba, wewe medali yako iko wapi? Sasa na Simba nao wanaenda kufanikisha, sababu kukamata nafasi ya pili ina maana ya kwamba pia unakwenda kuvaa medali. Kwa hiyo kile ambacho walikuwa wanajitamba nacho wananchi ya kwamba wamevaa medali, sasa hawana cha kutamba nacho tena. Kujitamba nacho na nini tena wakati umejenga nyumba na mwezio kaja kujenga kama ile ambayo ulijenga ni wewe, utamtambia na nini? Kwa hiyo Simba wamefanikisha kuziba mdomo wa watani zao Yanga Africans. Kubwa zaidi ni wekundu wa Msimbazi Simba na historia mpya ambayo wamekwenda kuitengeneza katika michuano ya Afrika, fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na Haji Sande Manara Bugatti na kusema wazi ya kwamba anaipongeza timu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa mafanikio ambayo wameweza kuyafikia msimu huu. Manara, baya ubwela ama vipi? Lisemwalo lipo, lakini muda utaongea. Mfuatiliaji, unaweza ukaacha komenti yako ili tuweze kwenda sawa zaidi. Mimi niseme shukran.